Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, nina habari njema kwako jioni ya leo. Bwana ameninenea neno lake kutoka kitabu cha Yohana 3:16. Neno ambalo tumelizoea sana linasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mpendwa, hilo neno huwa limezoeleka kwa akili zetu. Limezoeleka ni kwa sababu tuko wepesi kwa kulisoma hata tunaposhika Biblia. Lakini naweza nikakwambia kwa mtu ambaye nimetumwa kwako jioni ya leo, halitakuwa neno la kawaida tena. Haleluya. Neno hili tunapoaliangalia kwa uzito, mpendwa, ni kama vile uko na deni alafu limekushinda kulipa, ni lizito mno, alafu kutokee mtu ambaye ni ana huruma akulipie lile deni, ubakie hauna deni. Amen. Unapobakia hauna deni, baada hata kufikiria mara mbili, unafunganya na unaenda zako na utaki kujali tena yule aliyekulipia deni, hata ukarudisha hata shukurani. Haleluya. Hii inaonekana kwamba Mungu, kwa maana anasema kwa neno lake alimtuma mwanae wa pekee ili aje ulimwenguni atuokoe dhambi zetu. Mpendwa, ni upendo ulio wa jinsi gani mtu kutoa mwanae wa pekee, ama Mungu kutoa mwanae wa pekee atufie sisi kwa sababu ya dhambi zetu. Yeye hakutenda dhambi, lakini akafanyika kuwa dhambi ili sisi tuwe huru. Amen. Sijui kama neno hili utalichukuliaje, maana Biblia imetuambia kimwamini yule atakaye muamini, vile Mungu amemtuma mwanae, yule atakaye muamini mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo hata hukumiwa. Lakini asiamini naye, neno la Bwana limetuambia ya kwamba amekwisha kuhukumiwa. Mpendo, kwani kuamini kuna mzigo gani? Wakati Mungu amemtoa mwanae wa pekee akafa kwa ajili ya dhambi zako mimi na wewe, ili sisi tusamehewe. Ndio maana Yesu akasema kwamba njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ukweli ni kwamba jioni ya leo, mchana wa leo, unao mzigo. Mzigo huo ni wa dhambi, kwa maana kiasi kile hujamkubali Yesu, unao mzigo umebeba. Kwanza wa kutokuamini. Wa kutokuamini tayari huo ni mzigo. Sasa Yesu naye amesema, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Tunayo mizigo mingi mbalimbali katika maisha haya ambayo inatusonga. Lakini wewe uone mwana wa Mungu anasema tuende kwake jinsi tulivyo. Hajatuambia tuweke mzigo yetu chini ndio tuende kwake jinsi tulivyo, naye atatusamehe, atatubebea mizigo yetu. Hatutahukumiwa tena, hatutaadhibiwa tena. Kama vile Mungu alivyolipa gharama kubwa kwetu sisi ili tupate haki, na wengi wetu hata hatujali na hatutaki kujua. Tunakaa vile ambavyo tunataka katika hii dunia kwa raha zetu, lakini tunastahili kwanza tumtambue huyu mwana wa Mungu ambaye alikufa msalabani kwa sababu yetu. Tutakapomwamini na tuishi maisha ya kumpendeza Mungu kama tumeshasamehewa na yeye, mpendwa, tutakuwa salama na tutakuwa tunajua ni kwa nini tuliletwa katika ulimwengu. Wengi wetu hata ukaulizwa ni kwa nini ulikuja kwa hii dunia, wewe utasema ulikuja uishi kwa raha zako. Wacha nikuambie mpendwa, Mungu alikuleta kwa ulimwengu ili ukamwabudu,
Katika kumwabudu, ya kwanza kabisa ni umwamini mwanaye ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alikufa kwa dhambi zetu. Kufikia hapo, sijui kama umenielewa. Na kama umenielewa, na kama neno hili nimetumwa kwako, mpendwa, omba ombi hili pamoja na mimi. Baba yangu na Mungu wangu, niko mbele zako sana wakati huu. Mimi ni mwenye dhambi, nisamee dhambi na makosa. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti na uliandike kwa kitabu cha uzima. Nimeokoka leo, nimemwacha shetani na kazi zake zote na uongo wake wote. Nimekukimbilia we Bwana, niwe salama. Asante Yesu, nizidi kuniongoza, zidi kunishika mkono ili nikaweze kusimama katika uokovu. Katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana, ni kwa sababu msikilizaji wangu ameweza kusikia. Wale ambao wameamini Bwana, usiwaache, usiwapite. Washike mkono na ukaongoze kwa njia zako, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Msikilizaji mpendwa, hakuna staili nyingine ya kuokoka. Kama umeamini na ukarudia ombi hili nyuma yangu, jua umesamehewa dhambi, jua umeokolewa. Yesu akasema, nikisha kusamehe sitakumbuka uovu wako tena. Yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haijalishi jana ulifanya nini, juzi ulifanya nini. Lisaa hili ambalo umeomba msamaha, kasema jina lako liondolewe kwa kitabu cha mauti, liandikwe kwa kitabu cha uzima, Bwana ameshafanya hayo. Na anasema kwamba akisha kusamehe hata kumbuka uovu wako tena. Barikiwa na ung'ang'ane kutenda mema ili kumpendeza Mungu, na zaidi umuite akuwe msaada wako wakati wote, akuongoze na akusaidie. Barikiwa.